Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Anguko la Yanga kwa walimu watatu tofauti msimu huu, yani anguko la Yanga limechangia pengine na kubadilisha makocha, na akaendelea kwa kusema kwamba ni kweli ukibadilisha makocha watatu kwa msimu falsafa ya timu inakuwa inaathirika. Kwa mfano, ameondoka Miguel Gamondi, alikuwa na staili yake ya kiuchezaji, akaja Sidramovic naye pia alikuwa na staili yake, na sasa amekuja Hamdi Milod. Nitoe pongezi kwanza kwa wachezaji kwa kuweza kuhimili kwa kuweza kuhimili pressure ya aina hiyo, na wakafikisha kile kutoka kwa mwalimu na mashabiki. Niwapongeze pia viongozi wa Young Africans kwa jicho lao hasa linapokuja suala la benchi la ufundi. Mabadiliko pekee yaliyotusumbua ni kutoka kwa Gamondi na kuingia kwa Sidramovic, ila kuja kwa Hamdi hatofautiani sana na Ramovic aina yake ya uchezaji. Juma Shabani, ni kweli afisa habari amesema kwamba aina ya uchezaji ya Ramovic haitofautiani sana na Milod Hamdi. Yes, kazungumzia kitu ambacho cha mabadiliko, si ndio? Ambacho sidhani kama ni msimu mzima, kwa sababu kuanzia mwezi wa 9 mpaka hii leo tuko mwezi wa 3. Ni makocha watatu ambao wamepita kwenye upande wa kocha cha Young Africans. Ukipiga mahesabu ya haraka ni kwamba kila mwalimu pengine amedumu kwenye upande wa klabu ya Young Africans kwa miezi 2 mpaka miezi 2.5. Baada ya hapo anaondoka, anakuja mwalimu mwingine. Ni kitu kigumu sana kwa upande wa mchezaji kuanza kuadapt mazingira tofauti. Ukianza na Miguel Gamondi, style yake ya ufundishaji ni aina walimu ambao wanaamini sana kwenye kuchezea mpira, kwenye kumbembeleza mpinzani, kuhakikisha kwamba anamfungua taratibu. Ilikuja ikabadilika baada ya kuingia Sidramovic. Alikuwa hahitaji wachezaji wakae na mpira kwa muda mrefu sana, na ni heavy metal football. Ni kama vile alivyokuwa Klopp na Liverpool ya gegenpress, kwamba wanakushambulia hata kama unapokuwa hauna mpira, na Young Africans walikuwa na madhara makubwa sana wanapokuwa hawana mpira, kwa namna ambavyo walivyokuwa wanaenda kwenda kumwataki mpinzani. Lakini imekuwa haina utofauti mkubwa sana. Kilichopungua zaidi labda pengine ni intensity kwa upande tu wa wachezaji wa Young Africans. Kipindi cha Sid tulikuwa tunaona, lakini pia timu ilikuwa na score magoli mengi zaidi kwenye eneo la ulinzi, lakini angalau kidogo walikuwa wamepunguza hata na idadi pia kuconcede magoli mengi kwenye eneo lao la kiulinzi. Lakini athari inakuja vipi? Unajua, ukiangalia kwa upande wa Young Africans kuna namna ambavyo tulikuwa tunazungumza, hata jana nilizungumza kitu kimoja kwamba pengine mechi ya kwanza ya Milod Hamdi kwenye upande wa msimu huu kwa pamoja na hawa makocha wote wawili, nilizungumza nikasema kwamba ile mechi yake ya kwanza dhidi ya JKT ilikuwa ni moja kati ya performance mbaya zaidi mimi kuwahi kuiona Young Africans kwa msimu huu. Yes, ambao walienda wakatoka sare. Yani kuna muda hauoni kwamba wachezaji wanahitaji nini kwenye hiyo mechi. Mahitaji ya timu ilikuwa ni nini, kwa sababu mpaka hapa ambapo Young Africans walipo, ina maana ni wao wenyewe wachezaji ndo wameamua kwamba timu yetu mpaka sasa hivi na pointi ambazo tulizokuwa nazo, kwa sababu naamini mechi nyingi sana Yanga msimu huu ametoka sare, ambazo ulikuwa ukikaa tu kwa jicho la kawaida unaona hii ni mechi ambayo Yanga walikuwa wanastahili kuweza kupata matokeo. Na miongoni mwa mechi moja hapo ilikuwa ni dhidi ya JKT. Yanga walikuwa wanamiliki kila kitu, yani kila kitu kizuri kilikuwa kiko upande wao, lakini changamoto ilikuwa ni kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo athari zipo kama hizo. Anapotoka mwalimu mpya na anapokuja mwalimu mwingine, unaona kuna changamoto ya kimfumo pia na mabadiliko ambayo mwalimu mpya amekuja nayo kwenye upande wa timu. Na unajua, ukiangalia pia kwa namna moja ama nyingine, hata ukiangalia Young Africans juzi wametoa tamko hawatacheza tena mechi nyingine ya Simba, na unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu kwamba kwa sasa pressure iliyopo, kwa mfano Young Africans labda wangekuwa wanaongoza ligi tu kwa tofauti ya point 5 na Simba hana kipolo chochote, nadhani ni mechi ambayo Yanga hata kesho kutwa ulikuwa ukiwaamsha wanakuambia mechi inaenda kupigwa, kwa sababu kwa sasa wanaikataa hii mechi. Ni kwa namna ambavyo pressure iliyopo kati yake na mpinzani wake hawajatofautiana sana katika upande wa mbio za ubingwa. Na ukiangalia ni kwamba kwa sasa mpira tena umehama tena kwenye utani, umekuja kwenye biashara, na sasa hivi imekuja kama vita. Ukiangalia Engineer Hersi anaenda kumaliza muhula wake wa kwanza madarakani.
anaenda kuambia vipi mashabiki wa Young Africans. Biashara kubwa ama kipaumbele kikubwa kwa Young Africans msimu huu ilikuwa ni wao kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kimataifa. Bahati mbaya wameishia hatua ya makundi. Ukiangalia msimu uliopita walifika mpaka hatua ya robo finali. Kama rais wa klabu, baada ya msimu unakuja msimu wako wa mwisho madarakani, unaenda kueleza watu kipi ambacho kitakachowapa imani na wewe, si ndio? Naamini baada ya Yanga kutolewa kwenye upande wa hatua ya makundi ya CAF Champions League, kipaumbele namba 1 ni wao kuweza kushinda ubingwa wa ligi. Na sasa hivi situation ni namna ambavyo ilivyo, Young Africans wameingia kwenye upande wa pressure kubwa kwamba kama tumetolewa hatua ya makundi na sasa hivi mwenendo unaonekana sio mzuri kwenye upande wa ligi, kipi ambacho tunaweza tukamaliza msimu tukawaambia watu na wenyewe wakafanyaje, wakatuelewa. Kwa sababu ni ngumu kumwambia mwanachama wa klabu ya Yanga kwamba ni bahati mbaya tumeshindwa kuchukua ubingwa akakuelewa, kwa sababu anaamini wana kila aina ya quality ambayo ipo kwenye upande wa timu yao. Msimu uliopita Simba mchezaji bora alikuwa ni Clatous Chota Chama, si ndio? Wa muda wote kwa hii misimu 5 mpaka 6 ya hivi karibuni, ambaye kwa sasa unampata yupo Young Africans. Msimu uliopita Stefano Aziz Ki alikuwa MVP, bado yupo kwenye upande wa kikosi. Alikuwa top scorer, bado yupo kwenye upande wa kikosi. Una washambuliaji wawili ambao wamekuwa ni hatari msimu huu. Unakosa vipi ubingwa? Kwa ukiangalia kuna fact nyingi, ukiachana tu na Yanga kushindwa kuweza kufanyaje kuweza kuchukua taji kwa upande wa msimu huu, pamoja na kuondoa walimu kuondoa walimu watatu ndani ya msimu mmoja. Ni hii pressure ambayo unaiona ambayo imekuwa inashinikizwa kuanzia kwenye uongozi mpaka kwenye upande wa wachezaji mpaka hata kwa upande wa mashabiki. Sio tu kwa upande wa Yanga, hata Simba nao wamesajili vizuri msimu huu. What if wanamaliza bila kombe? Wanaenda kuambia vipi mashabiki? Na what if wanaenda kufungwa kwenye mechi ya 5 dhidi ya Yanga? Wanaenda kujitetea vipi kwa upande wa mashabiki? Haishi hapo. Ukija mpaka hata kwenye upande wa ngazi ya TFF bado nako unaona kuna changamoto hiyo. Kwa hiyo naiona ni pressure ambayo Young Africans wameanza nao kuanzia mwanzoni mwa msimu mpaka sasa hivi. Kama wasipokuwa makini, pengine inawezekana ikawatafuna mwishoni mwa msimu. Raymond, ile gusa achia twende kwao ya Ramovic ndio hii ambayo tunaishuhudia kwa Milod Hamdi kama ambavyo imezungumzwa Juma Shaban. Quite the opposite. Yani ni walimu wako tofauti jinsi ambavyo wanacheza, style zao za kiuchezaji. Kuna baadhi ya vitu wanafanana, muundo, principles, lakini style ya uchezaji imetofautiana. Na question hilo swala ambalo amelizungumzia Alikama kwamba Young Africans falsafa ya mwalimu Hamdi na Sid Ramovic zinafanana. Of course tunajua ni tofauti. Sid Ramovic alikuwa naamini zaidi kwenye transition, yani timu inashambulia kwa haraka, inakupress kwa haraka, inakupola mpira na kufika golini kwako kwa haraka zaidi. Lakini Hamdi tunamuona yeye ni mtu ambaye anaenjoy zaidi kuwa na possession, ni mtu ambaye anaenjoy zaidi kuwa na mali, ni mtu ambaye anacheza zaidi bembeleza, hataki kufika haraka, yani sio ile quick transition. Kwa ukiangalia ni walimu tofauti. Lakini pia una question kusema kwamba Yanga wana falsafa. Mimi falsafa ya Yanga sijaijua mpaka sasa, kwa sababu ukiangalia falsafa ndio huwa inaajiri kocha. Huwa tunazungumza hivyo kila siku. Yaani klabu inakuwa na falsafa yake. Utaenda mfano klabu kama Real Madrid, unajua kabisa hii ni timu ambayo ni transition based team. Yaani ni timu ambayo inatumia zaidi counter attacks na inataka kufika kwa haraka zaidi kwenye lango la mpinzani. Enjoy sana kukaa na mpira. Utakuja kwenye vilabu ambavyo vina enjoy possession based team, timu ambazo zinapenda kuwa na umiliki mkubwa wa mpira, ndio utakuja za kina Man City, Barcelona, Arsenal. Timu ambazo zina Arsenal, lakini pia timu nyingine ya transition kama Liverpool. Kwa nini wanakuwa na ile DNA yao na ndo kila siku tunaizungumza ile? Kwa sababu tayari walikuwa wameshaandaa kwamba hii ndo DNA yetu through and through, na hii ndo falsafa ambayo tutakuwa naitumia. Lakini Young Africans msimu huu tu peke yake wameajiri makocha 3 ambao wawili wao wanatofautiana falsafa za kiuchezaji, na maana tayari walikuwa wafiti kwenye profile ya falsafa ya timu kama wanasema wanayo, ambao mimi sidhani kama anayo, kwa sababu kama unayo ina maana utaenda kutafuta kocha ambaye anafiti kwenye falsafa ambayo wewe umeiandaa kwa ajili ya timu. Kwa nafikiri Young Africans wanatakiwa kujua, walimleta Mwalimu kama technical director ambaye sisi tulikuwa tunasema ndo anatakiwa responsible kwenye kuchora ramani ya timu, kujua kwamba ni falsafa gani Young Africans inataka kutumia kuelekea mbele. Kama ameamua kuwa ni possession based team, yani timu ambayo ina enjoy sana kumiliki mpira na inatengeneza nafasi, wawe hapo. Lakini kama ameamua kuwa transition based team,
wanatakiwa pia wachague upande, kwa sababu hii falsafa haishii tu kwa ajili mwalimu. Hii falsafa ndio inaenda kufanya hata usajili wa wachezaji, baadhi ya wachezaji, kwa sababu